Kama tunavyojua kwamba mfanya biashara anatakiwa asajili biashara yake ndani ya siku 15 tangu kuanza kwa biashara yake. Watapokuwa waoga, hizo changamoto haziwezi kujulikana. Kwa kuongea pembeni tu itakuwa haina natija. Kulipa kodi ni kitendo cha uzalendo. Lipa kodi yako, changia maendeleo, ni kwa ajili yako. Lijenge taifa lako. Tupo katika zoezi la elimu ya kodi ya mlango kwa mlango. Lengo letu ni kuwapitia wafanya biashara katika maeneo yao ya biashara na kuwapa elimu ya kodi ili waweze kujua nini kodi, faida za kodi na wao wana wajibu gani chini ya sheria za kodi. Kama tunavyojua kwamba mfanya biashara anatakiwa asajili biashara yake ndani ya siku 15 tangu kuanza kwa biashara yake. Na kisha sajiliwa anapata cheti maalum kinaitwa TIN, Taxpayer Identification Number. Ni nambari maarufu ambayo watu wengi wanayo, ambapo kimsingi naamini na nyinyi mnayo, tutaiangalia hapo baadaye. Lakini pia ukisha sajiliwa unatakiwa uanze taratibu za kulipa kodi yako ya mapato kidogo kidogo kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na sheria. Wajibu wenu huo, ama mna ushauri gani kwa upande wa TRA? Lakini TRA pia imeanzisha mfumo maalum kwa ajili ya kuwasaidia walipa kodi na wafanya biashara kutimiza wajibu wao hata kama hawajafika pale ofisini. Mfumo tayari umeshaanza mwezi wa pili. Sasa sijui katika utumiaji wake kuna changamoto yoyote kutoka kwenu, basi tumekuja kuwasikiliza. Na kama mna maoni yote, maswali yoyote kwa ajili ya kuboresha huduma zetu, tupo hapa. Kuna uwezekano mkafanya kitu kidogo katika masuala ya ulipaji wa kodi. Kivipi labda? Yaani kupunguzie katika ulipaji makadirio. Yapunguzwe makadirio. Okay, kwani wewe kwa mwaka unalipa na mfumo wa biashara unaoenda sasa hivi? Kwa sababu biashara zaidi inafanyika ndani ya mwezi mmoja. Na ndani ya mwezi mmoja huu mara nyingi inakuwa inaingiliwa na watu ambao wanakuja kama kwa msimu fulani. Na kuja mtu anakuletea biashara ya kimya. Sasa inabidi wewe uko dukani unaendelea kusinzia kama inapofika miezi mmoja. Sawa, lakini kimsingi kwenye mwaka huu umeshafanya makadirio yako ya TRA? Umeshafanya na umeshalipa? Nakushukuru sana. Asante, tunashukuru maoni yako, tunayachukua na tutayafanyia kazi. Asante sana. Wito wangu na maoni yangu kwa wafanyabiashara ni kwamba washirikiane vizuri na maafisa, kwa sababu wataposhirikiana nao ndio watapata kutoa hizo changamoto zao, lakini pia wawe wawazi katika kuzungumza, sio waoga. Sababu watapokuwa waoga, hizo changamoto haziwezi kujulikana. Kwa kuongea pembeni tu itakuwa haina natija. Ni bora ongee na maafisa, alafu maafisa achukue hayo maoni na waende kufanyia kazi. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.